Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu, mahali popote pale unapoendelea kunisikiliza. Nikukaribishe katika kipindi hiki kizuri ambacho unaweza kuona katika hali ya mazingira, na mida yenyewe ni usiku, lakini ni muda mzuri ambao nimepata kibali na kuona kwamba tuweze kujifunza neno la Mungu kwa wakati huu. Kwa hiyo kabla ya mambo yote, napenda kukualika shirikiana na mimi mwanzo hadi mwisho. Nadhani utajifunza mambo mengi, lakini kwa muda mfupi. Kwa muda mfupi. Ni neno la Mungu na ni vema kujifunza neno la Mungu. Ni jambo la busara sana. Basi bila kuchelewesha muda, ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umechukua nafasi hii na kuona ni vema tujifunze kwa pamoja. Mungu akubariki. Uniruhusu kwa sekunde angalau 10 niombe Mungu kwa ajili ya neno. Asante Mungu, na kushukuru kwa ajili ya mpendwa ambaye ameona ni vema tujifunze pamoja naye. Tusaidie, utupe hekima na busara, neno lako liweze kupenya ndani yetu na kutusaidia kuishi maisha ambayo inakupendeza Mungu. Nalibariki neno lako. Roho Mtakatifu awe mwalimu wetu kwa wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi. Amen. Mpendwa, leo tutajifunza habari inayosema kazi ya Roho Mtakatifu katika ibada. Kazi ya Roho Mtakatifu katika ibada. Ni kweli kwamba tumejifunza mambo mengi sana kuhusu Roho Mtakatifu. Lakini ni vema pia sisi kuendelea kujifunza ili kuweza kujua namna gani Roho Mtakatifu anafanya kazi katika maisha yetu ya kila siku, na hasa wakati tukiwa katika ibada. Katika ibada inabeba mambo mengi. Kwa sisi wa Kristo, ibada ina mipangilio, ina taratibu zake. Kuna wale wanasema ni wakati wa kusifu, sasa ni wakati wa kuabudu. Wengine wanasema ni wakati wa matangazo. Wengine wanasema sasa ni wakati wa, kulingana na taratibu za ibada. Lakini kwa ujumla ni kusema kwamba ibada lote kwa jumla linabeba kuabudu. Ibada lote kwa jumla, kuanza vile watu wanasema tufungue ibada kwa maombi, kikundi cha praise and worship kipite mbele, kilete nyimbo. Ibada lote kwa ujumla linaashiria kuabudu Mungu. Kuabudu Mungu. Ibada yote kwa ujumla. Na
Hivyo ndio sababu nimeona tujifunze angalau kwa dakika chache kazi ya Roho Mtakatifu katika ibada. Tukirudia nyuma katika kanisa la kwanza, kanisa ambalo mitume wa Yesu Kristo pale Yerusalemu, ambapo kanisa lilipozinduliwa, na gisi walivyoendelea katika huduma ya kanisa. Alafu angalia na leo. Kanisa la kwanza, ibada zilikuwa na mafuriko ya Roho Mtakatifu ya ajabu, mafuriko ya ajabu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kanisa la kwanza, kanisa la kwanza, mafuriko ya Roho Mtakatifu ya ajabu. Na mafuriko hayo ya Roho Mtakatifu katika kanisa la kwanza yalisababishwa na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, utakaso, na jambo la pili, ushirika wa kanisa. Mafuriko ya ujazo wa Roho Mtakatifu katika kanisa la kwanza yalisababishwa na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, utakaso. Jambo la pili, ushirika wa kanisa. Ukataka kuona haya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5, usome mstari wa 1 hadi wa 15. Utaona ya mambo ninayokueleza. Lakini pia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwenye Biblia yako hiyo, sura ya 4 mstari wa 31 hadi 35. Lakini pia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 5 na mstari wake wa 32. Kwa hivyo tusome ili andiko la Matendo ya Mitume, hii sura yake ya 4. Utaona vile ilivyokuwa katika kanisa la kwanza. Neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume sura 4 31 hadi 35. Anasema hivi: hata walipokwisha kumwomba Mungu, wanani hao? Mitume. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kumbe mtu akijawa Roho Mtakatifu, kinachokuja baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni kunena neno la Mungu kwa ujasiri, kutangaza habari njema ya Kristo kwa ujasiri, si kwa woga, kwa ujasiri. Anasema wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Anaendelea kusema 32, anasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu Kristo kwa nguvu nyingi,
na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Kanisa la kwanza. Kwa hivyo kanisa la kwanza lilifurika nguvu ya Mungu ya ajabu, mpaka ilifika mahali watu wanagawana vitu walivyo navyo, kuonesha alama ya upendo wa hali ya juu. Alama ya upendo wa hali ya juu. Lakini sivyo ndivyo leo. Leo Mkristo mwingine anaweza kufurahia kuona mwingine anahangaika. Leo Mkristo mwingine anaweza kufurahia kuona mwingine anateseka. Leo Mkristo anaweza kufurahia kuona Mkristo mwenzake amefukuzwa kazi. Leo Mkristo anaweza kufurahia kuona Mkristo mwenzake amefukuzwa katika nyumba kwa shida kukosa pesa ya kulipa renti. Leo Mkristo anaweza kufurahia kuona Mkristo amefukuzwa hospitali kwa kosa la kukosa pesa ya kulipia malipo ya matibabu. Unaona? Leo Mkristo anaweza kufurahia kuona Mkristo mwingine anafilisika, uchumi umeporomoka, anashangilia kuona mwingine anapitia mapito hayo. Lakini haikukuwa hivyo kwa kanisa la kwanza. Kwa kanisa la kwanza, Roho Mtakatifu aliwajaza moyo wa upendo. Unaona, kanisa la kwanza ulikuwa na moyo wa upendo. Shida ya mmoja ilikuwa shida ya mwingine. Unaona, huo upendo umeenda wapi? Tunafika mahali tunaanza kuhudhuria ibada kama mazoea. Lakini upendo umepotea. Kwa hivyo tunaanza kuishi kwenye lile andiko lililotabiriwa kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Ndilo andiko ambalo leo kanisa linaishi kwalo. Kwa hivyo watu wanaenda kanisani kwa mazoea, lakini unakuta kanisa liko kwenye ukame wa nguvu ya Mungu. Ukame, tena ule ukame ambao unaonekana hadi na watu wasiookoka wanaona ukame ambao uko katika kanisa. Nguvu ya Mungu haimo. Kuna watu wanasema kule nje, siwezi kwenda kukanisa. Kwanza mimi mwenye siendaki kukanisa, niko sawa, ninashinda baadhi ya watu ambao wanaendaka mkanisa. Kwa sababu gani? Kuna kitu kimekosa mule mkanisa ambacho kilitakiwa kiwe ndani ya kanisa, lakini hakipo. Nini? Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Sio yule wanamuigaiga huko kwa kukopikopi maneno ya kijingajinga. Sio ule. Roho Mtakatifu akija na kufanya kazi katika kanisa, utaona kazi zake, utashuhudia kazi zake. Kazi mojawapo. Tuache tunagusia kazi moja, alafu tutaendelea na zingine. Roho Mtakatifu, kazi mojawapo, uvuvia kila neno na tendo linalopitika katika ibada. Kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo, anavuvia kila neno linalosemekana katika ibada
na kila tendo linalopitika katika ibada, linalotendeka ndani ya ibada. Hiyo ni kazi mojawapo. Kwa hivyo maneno yanayosemekana ndani ya ibada na matendo yanayoendelea kutendeka ndani ya ibada, ikiwa kuna hali ya utakaso ndani ya ibada na kuna ushirika, kazi ya Roho Mtakatifu anavuvia yale maneno, yanakuwa yanavaa nguvu ya Mungu, yanavuviwa na nguvu ya Mungu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya ibada. Kazi ya pili, Roho Mtakatifu uzalisha upya kiroho wale watu walio katika ibada wasioamini. Kwa sababu ndani ya ibada mnaweza kuwa na watu ambao wengine hawajaamini, lakini kupitia Roho Mtakatifu anavuvia wale waumini kupitia neno linalohubiriwa kanisani, neno ambalo yule mchungaji, mwinjilisti, mzee wa kanisa anapokuwa na hubiri ndani ya kanisa. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anavuvia wale waumini, anawavuvia wale waumini ili waweze kupata toba. Manake yule anayehubiri kanisani ama anayefundisha anakuwa nabii wa kufunua siri za watu ndani ya kanisa. Na anapofunua zile siri za watu, kazi ya Roho Mtakatifu sasa anaweka roho ya toba ndani ya wale watu na wanapata hukumu mioyoni mwao, na Roho Mtakatifu anawapa nguvu ya kutubu. Roho Mtakatifu anawapatia nguvu ya kutubu. Kwa nini nasema kwamba yule mhubiri ama yule anayehutubu siku hiyo anakuwa nabii wa kufunua siri za watu? Unaweza kugundua habari ya mwanamke Msamaria pale kisimani. Yesu alikuwa anamhubiria tu, lakini mahubiri ya Yesu kwa mwanamke yule Msamaria yaligeuka kuwa unabii. Unaweza kuona hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 15 hadi wa 13. Ile yale mazungumzo ya Yesu na yule mwanamke Msamaria. Unaweza kuona hayo. Utagundua kwamba kumbe mhubiri anapohubiri pale kwenye madhabahu, ikiwa ametakasika na anaongozwa na Roho Mtakatifu, yeye anakuwa nabii wa kufunua siri ya wale wasioamini, wale waovu. Ndio maana unaweza kuona kama mtu hajaguswa na nguvu ya Mungu, hajaguswa na Roho Mtakatifu, ndani yake hana kitu cha Mungu. Na wakati mhubiri anapofunua siri zake madhabahuni, anayasikia yale maneno na masikio ya mwili. Kisha baada ya hapo inageuka inakuwa vita. Yule mtu kuliko apate toba, yeye anageuza inakuwa vita kumpiganisha mhubiri aliyehubiri. Orke, mhubiri anapohubiri kanisani, anapofundisha neno la Mungu, afundishi kwa sababu mfanye vita na yeye. Yeye anafundisha ama anahubiri kwa sababu Mungu analenga kuna mtu mmoja maisha yake yanahitaji kubadilishwa. Sasa unaposema kwamba hayo mahubiri alikuja anaandaa kwa sababu yangu, unakosea. Ulitakiwa useme namshukuru Mungu kwa sababu neno la leo lilikuja ili kunionya, lilikuja ili kunikemea, ili tabia nilio nayo mbovu nirekebishe, niwe na tabia nzuri ambayo itampendeza Mungu. Na wakati unamshukuru Mungu, Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kukupa nguvu ya kufanya toba ya kweli. Toba ya kweli, sio ya unafiki, toba ya kweli. Na toba ya kweli inakupelekea wewe kuacha ile tabia mbaya, na Roho Mtakatifu
anakupa tabia njema ambayo utakayotembea nayo katika wokovu. Kwa nafasi hiyo tutakuja kuendelea kazi na kuja kuonesha kazi za Roho Mtakatifu katika ibada. Bwana akubariki, endelea kufuatana na mimi. Tutaendelea kujifunza pointi moja baada ya nyingine. Mungu ametupa nafasi, nadhani kwamba utakuwa umejifunza kitu kutoka hapo. Kwamba tumejifunza kwamba kanisa la kwanza Roho Mtakatifu alifurika sana na kutenda kazi kwa hali ya viwango vya juu. Ni kwa sababu kanisa la kwanza lilikuwa kanisa ambalo lilikuwa linajitakasa, utakaso ulikuwa ndani yayo na walikuwa na ushirika. Na tukakuja kumalizia kwamba katika kanisa hilo la kwanza kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kuvuvia neno la Mungu linalohubiriwa kanisani. Neno la Mungu linalohubiriwa kanisani. Na pointi ya pili tulisema Roho Mtakatifu uzalisha upya kiroho ibadani waumini ambao bado hawajaamini. Unaona? Kwa hivyo neno la Mungu linapohubiriwa kwa wale waumini ambao bado hawajampokea Yesu, kwao linakuwa neno la unabii ambao linafichua siri za mioyo yao. Na anachokifanya Roho Mtakatifu, wale watu wakijutia kitu anachokifanya Roho Mtakatifu, anawapa roho ya toba, wanapata nafasi ya kutubu. Na wakitubu, Roho Mtakatifu anawasaidia kuwapa tabia njema ambazo zinawasaidia kuendelea na maisha mema ya wokovu. Na kama somo hili limekubariki, ningependa kusikia unanisikiliza kutoka wapi na kitu gani kimekugusa na ungependa tujifunze nini. Baada ya somo hili la kazi za Roho Mtakatifu katika ibada, sijui ungependelea tujifunze somo gani kutoka katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo naamini kwamba tutakuwa tumeenda pamoja mpaka pale. Bwana akubariki sana, Bwana akutie nguvu. Mimi ni ndugu yako katika Kristo, kwa majina ni Rashidi Elocho. Kwa hivyo ilikuwa vema kujifunza pamoja siku ya leo. Tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Na Bwana akubariki sana. Asante.